tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Wewe Baba unatujua, wewe Mungu unatuona. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Twanyenyekea mbele zako, twainama mbele zako. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Jioni ya leo Mungu wetu tunasogea mbele zako. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Ni wewe Baba Mungu wetu, ni wewe Mungu unaweza. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu. Twaungana na maserafi, makerubi tunakuabudu. Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa sababu umekupendeza tena kutupatia siku ya leo. Nasi tunaifungua mioyo yetu, tunayafungua masikio yetu kwa ajili ya kwenda kusikia kutoka kwako na kupokea kutoka katika madhabahu yako. Roho Mtakatifu uliye mwalimu, karibu ukapate kusema nasi na kutufundisha, na mkono wako Mungu ukapate kutuhudumia kila mmoja. Mungu Baba, tulioko hapa kanisani na wala leo tutazama na kutusikiza mahali popote pale, kila mmoja Mungu ukapate kumgusa kwa uwezo wako na nguvu zako. Asante kwa sababu mbingu zimefunguka. Asante pia kwa ajili ya malaika ambao wako tayari kwenda kutimiza makusudi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Pigie makofi Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Na muweze kuketi. Haleluya. Amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunamshukuru Mungu wetu kwa ajili ya siku ya leo tena. Leo ni siku yetu ya ngapi? Ya 7 ya semina. Somo tulilonalo linasema ukombozi wa malango ya uchumi na afya. Leo ikiwa ni siku ya 7 ya semina, somo tulilonalo linasema ukombozi wa malango ya uchumi na afya. Haleluya. Kitabu kile cha Isaya, mstari ambao tunasimama nayo, Isaya sura ya 60 mstari wa 11. Isaya 60:11 anasema ya kwamba Isaya 60:11, na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Malango yako yatakuwa nini? Wazi. Na kitabu kile cha Maombolezo sura ya 4 mstari wa 12, Maombolezo 4:12 anasema, wafalme wa dunia hawakusadiki, wala wote wakao duniani, ya kwamba mtesi na adui wameingia katika malango ya Yerusalemu. Ya kwamba mtesi na adui
wameingia katika nini? Malango ya mji gani? Yerusalemu. Nachotaka uone ya kwamba adui anaweza akaingia kwenye nini? Kwenye malango yako. Sasa hapa tunajifunza malango ya uchumi na malango ya nini? Ya afya. Kwa hiyo shetani kama adui na wachawi kama watesi wako na waganga wanaweza wakaingia kwenye malango yako ya uchumi na malango yako ya nini? Ya afya. Tuko kwenye kipengele kinachoeleza kukwamishwa kiuchumi rohoni. Bado tuko hapa kwenye kipengele kinachosema kukwamishwa kiuchumi rohoni, na ninajaribu kukuonyesha ni mambo gani yanaweza yakakukwamisha kiuchumi kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Eneo la kwanza ambalo tuliliona, tulisema uchumi wako kukwamishwa na asili ya nyumbani kwa baba zako. Kwa hiyo asili ya nyumbani kwa baba zako inaweza ikakukwamisha nini? Kiuchumi. Eneo la pili ambalo tuliliona, tulisema uchumi wako kukwamishwa na hali ya kiroho ya mahali unapoishi na kufanyia kazi zako za mikono. Kwa hiyo hali ya kiroho ya mahali unapoishi na kufanyia kazi zako za mikono, hayo mazingira yanaweza kukukwamisha kiuchumi. Eneo la tatu ambalo tuliliona, tulisema uchumi wako kukwamishwa na madhabahu za miungu zilizopokea viwakilishi vya uchumi wenu. Uchumi wako kukwamishwa na madhabahu za miungu zilizopokea viwakilishi vya uchumi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya ni maeneo mangapi? Matatu ambayo tumeshikisha kufanyeje? Kushaona. Sasa leo tunataka tuone eneo la ngapi? La 4. Haleluya. Amen. Imenipa wakati mgumu. Tumebakia siku ngapi? Siku moja tu ya kesho. Tunamaliza nini? Semina. Ya siku ngapi? Siku 8. Tuliona kwamba siku 8 ni nyingi, lakini mbele za Mungu ni ngapi? Ni kidogo. Haleluya. Amen. Sasa imenipa wakati mgumu kwamba kipi na kipi cha kuzungumza leo na kesho. Sababu siku zimefanyaje? Zimekwisha. Alafu bado kuna vitu vingi sana vinavyohusiana na uchumi. Kwa hiyo nikawa nimemuuliza Roho Mtakatifu, sasa hapa tunaendaje? Zimebaki siku 2 leo na kesho. Hapa sasa tunaendaje? Kwa hiyo amenipa mwongozo ambao utakuwa msaada kwako kuhakikisha kila ambacho Mungu amekusudia ukisikie niweze kukupatia. Haleluya. Amen. Kwa tunaendelea kuangalia vikwazo na nini vitu vinaweza kukwamisha nini kiuchumi. Haleluya. Amen. Haleluya. Sikuwa nimeanza kukuonyesha kanuni za kufanikiwa kiuchumi, kwa sababu nilitaka nianzie huko siku ya kwanza tupite kwenye kanuni, lakini nikaona nikikupeleka moja kwa moja kukuonyesha kanuni alafu kazifahamu kanuni, lakini kuna vitu vinaweza kukukwamisha kiuchumi, bado hutapata matokeo mazuri ya kiuchumi. Haleluya. Ndio maana tukasema tuanzie kwanza hivi vitu vinaweza kukuzuia kiuchumi na tuvishughulikie siku kwa siku. Haleluya. Amen. Ndio maana kila siku tumekuwa na eneo ambalo tunalishughulikia kwa maombi, ili sasa siku ya kesho ninapoenda kuhitimisha semina nikienda kukupa kanuni sasa za kufanikiwa kiuchumi sawa sawa na Biblia, kwa sababu zimeziona ziko nyingi sana, lakini angalau kesho nikikupa kama kanuni 10 zinaweza zikakutosha. Haleluya. Za kufanikiwa nini kiuchumi. Haleluya. Kwa hayo yote tutaenda kuyamaliza kesho. Tuangalie jambo la 4 linaloweza likakukwamisha kiuchumi. Jambo la 4 ni hili. Leo tuna mambo mawili ya kuyaangalia, kwa hiyo naomba uwe na mkono mwepesi, kwa sababu kuna mambo mawili natakiwa niyafundishe na tuweze kupata muda kuingia kwenye maombi, ili siku ya kesho pia nimalize mambo mawili ya mwisho. Jambo la 4, uchumi wako kukwamishwa. Jambo la 4, uchumi wako kukwamishwa na kifo cha kiagano kilichotokea kwenye familia. Jambo la 4 linaloweza likakukwamisha kiuchumi ni hili: uchumi wako kukwamishwa
na kifo cha kiagano kilichotokea kwenye familia. Uchumi wako kukwamishwa na kifo cha kiagano kilichotokea kwenye familia. Hebu sema kifo cha kiagano. Cha kiagano. Rudia tena. Kifo cha kiagano. Cha kiagano. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa naomba nisikilize, nikuangalau tu kwa sehemu nikuonyeshe jinsi kifo cha kiagano kinavyoweza kumkwamisha mtu kiuchumi. Sio kifo kama kifo. Nimesema kifo cha kiagano. Kwa hiyo ni kifo cha mtu anayekufa, lakini huyo anayekufa akiwa ndani ya agano. Narudia, ni kifo cha mtu anayekufa, lakini huyo anayekufa yuko ndani ya agano. Nataka uelewe kwamba kuna maagano mawili makubwa sana ambayo mwanadamu anaweza kuishi ndani yake. Yako maagano mawili makubwa ambayo mwanadamu anaweza akaishi ndani yake. Agano la kwanza ambalo mwanadamu anaweza akaishi ni agano na Mungu aliye hai. Hili ni agano la kwanza ambalo mwanadamu anaweza akaishi ndani yake, agano na Mungu aliye hai. Agano la pili kubwa sana ambalo mwanadamu anaweza akaishi ndani yake ni agano na miungu migeni. Tuko pamoja? Agano la kwanza ambalo mwanadamu anaweza akaishi ndani yake ni agano na Mungu aliye hai. Agano la pili ambalo mwanadamu anaweza akaishi ndani yake ni agano na miungu migeni. Bwana Yesu asifiwe. Agano na Mungu aliye hai, alafu agano na miungu migeni. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Ngoja nikuonyeshe mistari miwili tu hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 7. Mwanzo 17 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Huyu ni Mungu anakutana na nani? Na Ibrahimu. Alafu Ibrahimu anaingia kwenye agano na nani? Na Mungu. Haleluya. Alafu Mungu anasema litakuwa agano la nini? La milele. Kwa nataka uone mwanadamu anafanya agano na nani? Na Mungu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kutoka 32:23. Kutoka 32 mstari wa 23. Haleluya. Amina. Sio hapo. Kutoka 30 na ngapi? Tuko pamoja? Haleluya. Amen. Sio mstari. Kuna kipengele hapa anaeleza kwa habari ya kufanya maagano na miungu. Kufanya maagano na miungu migeni. Haleluya. Amina. Okay, Kutoka 23:32. Ni Kutoka 23 mstari wa 32. Kutoka 23:32. Usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Usifanye maagano pamoja na nini? Na miungu. Mwanzo 17 mwanadamu anafanya agano na Mungu. Kutoka 23:32 mwanadamu anaweza akafanya agano na nani? Na miungu. Tuko pamoja? Sasa mtu huyo aliyefanya, naomba nisikilize kwa makini. Mtu huyo aliyefanya agano aidha na Mungu au aliyefanya agano na miungu, anapokufa
kile kifo kinaitwa kifo cha kiagano, kwa sababu anakufa akiwa ndani ya agano. Na vifo vya watu wanaokufa akiwa ndani ya maagano sio vifo vyepesi, na vinabeba vitu fulani, kwa sababu mtu anapokufa na yule mtu akiwa ndani ya agano, kile kifo chake kuna vitu vitaenda kwenye maisha ya watu waliobaki. Yani mtu anapokufa kwenye familia, yuko kwenye agano na Mungu, kile kifo chake kitaachilia vitu fulani kwenye familia kwa njia mnaobaki. Na kama mtu anakufa kwenye familia akiwa chini ya agano la miungu migeni, kile kifo chake kitaachilia vitu kwenye familia ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilisoma mstari huu, nataka kurudia tena. Mhubiri sura ya 3, mstari wa kwanza na wa pili. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Hebu sema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Na kama unakumbuka nilikwambia, wakati mtu anapozaliwa ni mlango wa kuingia wapi? Duniani. Na wakati mtu anapokufa ni mlango wa mtu kuondoka wapi? Duniani. Kama ni mlango, maanake mlango ni mahali panapopita vitu. Haleluya, panapopitisha nini? Vitu. Kwa hiyo ndio maana siku ile tukasema, kama ulipozaliwa kwenye ule mlango wako wa kuzaliwa, uliingia na vitu gani duniani? Haleluya. Na kifo nacho ni mlango. Mtu anapokufa kuna vitu anavyoachilia kwa watu wanaobaki. Kama huyo mtu kafa ndani ya agano. Sasa Wakristo wengi na watu wengi sana, kunapotokea mtu anakufa kwenye familia, mnabaki tu kulia bila kujiuliza katika ulimwengu wa roho ya kwamba aliyekufa, je, amekufa ndani ya agano la Mungu au amekufa akiwa ndani ya agano la miungu migeni, ili uweze kujua jinsi ya kuomba kupitia mlango wa kifo chake, kupambana na vitu ambavyo vinaweza vikapita au vikapitishwa kupitia agano alilokuwa anaishi kwenye mlango wake wa kifo. Kuna maisha ya watu ndani ya familia yameharibika kupitia mtu aliyekufa. Kuna maisha ya watu ndani ya familia yamekuwa mazuri baada ya mtu kufa. Inategemea aliyekufa amekufa akiwa chini ya agano la nani? Amen. Si kama unanielewa? Unanielewa? Amen. Kifo kinaachilia nini? Vitu. Kifo cha agano kinaachilia vitu. Nataka nikuulize, ni vitu gani viko kwenye maisha yako? Ni vitu gani viko kwenye familia kwenu vilivyopita kwenye kifo cha mtu aliyekufa? Watu waliokufa kwenye familia zenu wamewaachilia vitu gani? Watu waliokufa ndani ya familia za kwenu au ndani ya koo zenu wamewaachilia vitu gani? Wameruhusu vitu vizuri vipite kwa hiyo mlango wa kifo, au wameruhusu vitu vibaya vipite? Na ni vitu gani viko kwenye maisha yako vilivyopita kwenye mlango wa kifo? Kifo mlango. Haleluya. Amen. Na nisikilize. Amen. Mtu anayekufa akiwa ndani ya agano la Mungu ali hai, Mungu atatumia ule mlango wa kifo kuachilia vitu. Na mtu anapokufa akiwa ndani ya agano la miungu migeni, miungu migeni itatumia ule mlango wa kifo kuachilia vitu. Inategemea huyo mtu anakufa akiwa chini ya agano lipi. Haleluya. Amen. Haleluya. Okay. Ngoja nikuonyeshe vitu vichache alafu tusogee mbele. Kitabu cha Mwanzo sura ya 25. Mwanzo 25 mstari wa 5 na mstari wa 11. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 5 na mstari wa 11. Mstari wa 5 Mwanzo 25 anasema, Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Sema Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Sasa kumbuka hapa ni baba na nani? Na mtoto. Baba akampa mtoto vitu vyote alivyokuwa. Twende mstari wa 11. Mstari wa 11. Ikawa baada ya kufa kwake
Ibrahim. Hebu sema ikawa baada ya kufa kwake Ibrahim. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahim. Naomba nisikilize. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahim, Mungu akambariki Isaka mwanaye. Mstari wa 5, baba anampa mtoto wake vitu. Mstari wa 11, baba alipokufa, Ibrahimu alipokufa, Mungu alitumia mlango wa Ibrahimu kumbariki nani? Isaka. Kwa hiyo kuna baraka zilikuwa ndani ya Ibrahimu, hazikutoka mpaka Ibrahimu alipokufa. Amen. Si kama unanielewa? Amen. Kuna aina za baraka zilikuwa ndani ya Ibrahimu wakati Ibrahimu alipokuwa hai. Zile baraka hazikuachiliwa kwenye maisha ya mtoto wake. Alipokufa Ibrahimu, Biblia inasema Mungu akambariki Isaka. Kwa hiyo kuna baraka zikapita kwenye kifo cha Ibrahimu zikaenda kwa mtoto wake. Okay. Ibrahimu alikufa akiwa ndani ya nini? Ya agano. Unasema kivipi? Nilikusomea Mwanzo 17 mstari wa 7. Ibrahimu alifanya agano na nani? Na Mungu. Akaingiza watoto wake na uzao wake ndani ya nini? Ya agano. Kwa hiyo wakizaliwa wanaitwa wana wa nini? Wa maagano. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Kwa hiyo unamwona Mungu anatumia mlango wa kifo cha Ibrahimu kuachilia baraka. Hebu tufuatilie sasa. Kama Ibrahimu angekufa akiwa chini ya agano la miungu mingine, nini kingeenda kwa mtoto wake Isaka? Nani angetumia ule mlango wa kifo? Nakuuliza swali. Hapa tumesema kwamba Ibrahimu alipokufa, Mungu alimbariki nani? Isaka. Na tunakubaliana kwamba Ibrahimu alikuwa ndani ya nini? Ya agano na Mungu ali hai. Sasa hebu twende upande wa pili. Kama Ibrahimu kabla ya kufariki alikuwa chini ya agano la miungu, alafu akafa ndani ya lile agano la miungu mingine, kabla hajahama kwenye agano la Mungu ali hai, kile kifo chake, ule mlango wa kifo ungetumiwa na nani? Na miungu mingine. Kwa kuna vitu ambavyo miungu mingine ingeachilia kwenye maisha ya mtoto wake nani? Isaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikuulize swali. Wewe mtu aliyekufa kwenye familia, alikufa akiwa ndani ya agano la nani? Na aliachilia vitu gani? Nani aliyetumia ule mlango wa kifo cha mtu aliyekufa kwenye familia yake? Hebu angalia Mwanzo 50. Kuonyeshe mstari mwingine. Tuanze Mwanzo 49:33. Alafu Mwanzo 50 mstari wa 15. Alafu na mstari wa 24 mpaka 26. Mwanzo 49 mstari wa 33. Alafu Mwanzo 50 mstari wa 15. Alafu mstari wa 24 mpaka 26. Mwanzo 49:33 Biblia inasema, basi Yakobo alipokwisha kuagiza wanaye, akakunja miguu yake kitandani, akafa, akakusanywa pamoja na watu wake. Yakobo alipokufa, hapa inaeleza kwamba Yakobo alifanyaje? Alikufa. Tuko pamoja? Yakobo alifanyaje? Alikufa. Yakobo alifanyaje? Alikufa. Sasa tufuatilie kifo chake. Mwanzo 50:15. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia naye atatutupia maovu yetu tuliyomtenda. Okay, tuongeze na 16. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema. Baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema. Kwa hiyo Yakobo kabla hajafariki kuna maneno alitamka. Haleluya. Sasa alipofariki, wale watoto wake waliokuwa wamekosana na nani? Na Isaka, wakatumia nafasi ile kwamba Yusufu, baba alipokuwa nakata roho, baba alipokuwa anakufa, kuna maneno aliongea, na maneno aliyoongea ni haya. Ukisoma hapo chini unakuta maneno Yakobo aliyoongea kabla ya kufa. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Tuko pamoja? Yakobo anasema,
wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema. Maneno ya nani? Ya mtu anayetaka kufa. Haleluya. Amen. Na wengi sana mnapuuziaga mtu anapotukufa yale maneno anayoongea. Saa nyingine mnasemaga ni malaria imefanyaje? Imepanda kichwani. Kwa hiyo mnanazarau anachoongea, mnapuuzia. Nyewe mnaona ni malaria. Sasa hapa Yakobo kabla ya jafa kuna maneno aliongea. Sasa angalia. Na Yakobo naye alikuwa ndani ya agano na Mungu aliye hai. Si unaelewa? Yakobo alifanya maagano na Mungu. Tuko pamoja? Amina. Kwa hiyo alipokufa Yakobo, kwa sababu alikuwa ndani ya agano, yale maneno aliyoongea wakati anakata roho yana nguvu kwa watu wanaobaki, kwa sababu ni maneno yaliyotamkwa na mtu aliyoko ndani ya agano. Amen. Swali linakuja hapa. Mtu aliyekufa kwenye familia yenu, kama alikuwa chini ya agano la miungu, aliongea maneno gani ya mwisho wakati anakufa? Hebu saa nyingine unakuta ni mchawi, mnaenda kwenye nyumba ya mchawi, mnamvamia kwa sababu amewaroga au ameulia ndugu yenu. Mnaenda mnampiga yule mchawi, mnamtandika mavirungu, mnamtandika mapanga, mnamtandika visu mchawi au mganga wa kienyeji. Wakati mnapoendelea kumshambulia, anapotaka kukata roho, anasema, kwa sababu mmeamua kuniua, familia ya kwenu mtakufa kwa upanga. Alafu akakata roho. Nakwambia hivi, familia yenu mtakufa sana. Yaani mtakufa kwa upanga kama kuku. Kwa sababu yule mchawi au mganga, kumbuka yuko chini ya agano la miungu. Tuko pamoja? Kwa anapotamka maneno yale maneno yanakuwa na nguvu, kwa sababu yametamkwa na mtu aliyoko chini ya mtu aliyoko ndani ya agano la miungu. Kwa anaposema, kwa sababu mmeniua, familia yenu itakuwa hivi, ndivyo familia yenu itakavyokuwa kizazi na kizazi, mpaka patikane mtu atakayeomba toba na kupangua yale maneno ya kiagano kwa kutumia nguvu za agano ya Mungu aliye hai, ndipo familia itakuwa salama. Lakini asipopatikana mtu, mtaishi vile vile maisha yenu vizazi na vizazi. Ndio maana kuna familia nyingine au kwa nyingine wanasema, hai unavyotuona tunavyoishi haya matatizo, kuna mtu alitamka wakati anakufa, alisema familia yetu, alisema ukoo wetu utakuwa hivi, na ndivyo ulivyo. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yeye mnaenda tu kuua. Naua tu. Au yule yeye kwa sababu amewaroga mchawi, mnaenda kuua. Biblia imeruhusu kwamba muue wachawi. Kuna mstari kwenye Biblia unasema muue wachawi. Mwanamke mchawi asiishi. Sasa unajua maana ya neno kuishi? Unaweza ukalitumia sawa kuua, lakini unaua kwa njia ipi? Unaua kwa njia ipi? Na Biblia yenyewe inasema, Mungu anasema usifanyeje? Usiue. Alafu anasema mwanamke mchawi asiishi. Kwa hiyo anakupa ruhusa ya kufanyaje? Ya kumaliza. Alafu yeye mwenyewe amesema usiue. Hapo ndipo kwenye hekima. Unauaje? Na sheria ya nchi inaruhusu mtu kuua. Inaruhusu mtu kuua. Hairuhusu mtu yeyote kufanyaje? Ukiua unahukumiwa na kesi ya nini? Ya mauaji. Si kama unanielewa? Sisi hatuui wachawi kwenye ulimwengu wa mwili. Tunaua wachawi kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Na tunachokiua ni roho ya nini? Ya uchawi iliyoko ndani ya nini? Ya uchawi. Ndio maana tunawatandika kwenye ulimwengu wa roho. Hatuwezi tukabeba mapanga hapa tukaenda kwenye nyumba yake tuwasema, Biblia inasema usimwache mwanamke. Wewe ni mchawi. Sasa nimekuja ni upanga hapo nakata kichwa. Utakamatwa na serikali ya Magufuli na watakuweka ndani. Na utawasomea Biblia yako hawatakuelewa, watakuweka ndani. Haleluya. Sisi tuna vita vyetu ni katika ulimwengu wa nini? Sio ulimwengu wa nini? Wa mwili. Kama ni kumaliza tunamaliza kwenye ulimwengu wa nini?
alafu tunasubiri nini? Matokeo kwenye ulimwengu wa nini? Kwenye ulimwengu wa mwili hatuhusiki. Haleluya. Kufanya lolote lile. Sisi tunafanya kazi yetu, tunafanya kwenye ulimwengu wa nini? Alafu tunategemea nini? Matokeo yakitokea katika ulimwengu wa roho. Yakitokea katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sasa akitokea kwenye ulimwengu wa mwili, hautaambiwa kwamba umeua. Kwa sababu hajakuona umeshika kisu, hajakuona umeshika sindano ya sumu ukamtandika mtu. Nasema alikufa usingizini. Alikuwa anatembea amekufa. Kumbe yale mambo aliyompiga, amepiga yakamaliza. Kwa hiyo anatembea anajikwaa tu, anadondoka. Wanasema amekufa kwa kujikwaa. Kumbe amekufa kwa nini? Kwa maombi. Kuna mtu amembamiza mahali mpaka akafa. Lakini hauna deni. Haleluya. Amen. Anasema amekufa kwa kujikwaa. Sio kwenda kuchukua upanga mkenda kuua watu. Bwana Yesu asifiwe. Au kwenda kukodisha majambazi kwenda kumuua. Utaingia kwenye kesi za uaji. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona maneno aliyoongea nani? Yakobo wakati anafanyaje? Anafanya. Kuuliza swali. Watu waliokufa kwenye familia yenu waliongea nini? Maneno ya mwisho waliongea nini? Au wale waliokosewa kwenye familia zenu, maneno ya mwisho waliongea nini? Wale waliokosewa ndani ya familia, maneno ya mwisho waliongea nini? Haleluya. Okay, twende mstari 24. Mstari 24 mpaka 26. Anasema, Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawachilia ninyi bila shaka. Atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawachia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Hapa tunamwona nani anayekufa? Yusufu. Tuko pamoja? Kumbuka tunaangalia mlango wa nini? Wa kifo. Hapa tunamwona Yusufu anafanyaje? Twende Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8. Mstari wa 8 mpaka wa 14. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 18. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije kashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pisomu na Lemesesi. Lakini kwa kadri alivyowatesa, ndivyo alivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Angalia 13. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakawatumikisha. Hebu sema wakawatumikisha. 14. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu. Hebu sema maisha ya kuwa uchungu. Maisha ya kuwa uchungu. Kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Mstari wa 13 anasema Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli. Mstari wa 14 wakafanya maisha wana wa Israeli kuwa nini? Machungu. Sasa naomba nisikilize. Sababu ya wana wa Israeli kuingia kwenye maisha ya mateso ni nini? Mwanzo 50 anasema Yusufu akafa. Na kumbuka Yusufu ndiye aliyekuwa waziri mkuu. Na Yusufu ndiye aliyewaita ndugu zake kuja kuishi wapi? Misri. Tuko pamoja? Sasa Biblia inasema sura ya kwanza Kutoka mstari wa 8. Basi akainuka mfalme mpya kutawala wapi? Misri, asiyemjua nani? Yusufu. Kwa hiyo kifo cha Yusufu kiliwaingiza wana wa Israeli kwenye maisha ya utumwa. Haleluya. Wakati Yusufu yuko hai, hawakuwa wanatumikishwa. Alipokufa Yusufu, akaja mfalme mwingine, wakajikuta maisha yao yakabadilika kabisa. Si kama unanielewa? Kwa hiyo kuna kitu kilipita kwenye kifo cha nani? Cha Yusufu. Kikaenda kugeuza kabisa maisha ya wana wa Israeli. Wakajikuta wanaishi maisha ya mateso. Lakini mateso yalipita kwenye kifo, kwenye mlango wa kifo cha Yusufu.
Nataka nikuulize, maisha yenu yalibadilika kipindi gani? Maisha yenu ndani ya familia yalibadilika lini? Kifo cha mtu kinaweza kikageuza maisha ya watu kuwa mazuri au maisha ya watu kuwa mabaya. Inategemea aliyekufa alikufa chini ya agano la nani, na nani aliyetumia ule mlango wa kifo kwenye ulimwengu wa roho, na anaachilia vitu gani kupitia mlango wa kifo. Yusufu alipokufa, kuna kitu kilipita kwenye mlango wake wa kifo na kujikuta wana wa Israeli maisha yao yakabadilika kabisa. Nilikonaga mke mume wake akifa, maisha yake na watoto wake yanabadilika kabisa. Amen. Iko haiko? Iko. Nilikonaga mtoto mzazi akifa maisha yake yanabadilika. Iko haiko? Iko. Nilikonaga kifo kikitokea watu wanakuwa na uadui, hawasalimiani tena, haongei tena kwa amani. Iko haiko? Iko. Kwa nini? Nilikonaga kifo kingine kinawapatanisha watu waliokuwa hawasalimiani na kuelewana. Ipo haipo? Ipo. Nilikonaga kifo kingine kikitokea watu wanamtafuta mchawi. Kwamba aliyehusika ni mchawi aliyeko ndani ya familia. Iko haiko? Ipo. Haya yanajitokezaje? Kwa nini haya yatokee wakati mtu amekufa? Kwa nini asitokee mtu akiwa hai? Afunyie mnaona tu ni vitu vya kawaida. Hamjui kwamba mtu anapokufa akiwa ndani ya agano kuna vitu vinapita pale kwenye kifo. Sasa kama nyie mtabaki tu kulia na kuomboleza, mtabaki tu kulia na kuomboleza kwa sababu kuna mtu amekufa, ngoja shetani na miungu itumie hicho kifo. Kuna vitu atakapopitisha kwenye hicho kifo na vitafunga maisha yenu na kugeuza maisha yenu. Nyie lieni tu. Si mnapenda kulia? Si mnapenda kulia? Lieni tu. Nalia mpaka unazimia. Wewe una akili kweli timamu? Yaani unalia mpaka unazimia kwa ajili ya ligogo lililoko kwenye nani, kwenye sanduku. Ndio unalolilia mpaka unazimia. Kwani kuna mtu pale ndani? Eti kuna mtu pale ndani kwenye ile sanduku? Sasa unalilia kitu gani? Yule unayemlilia mpaka unazimia ni nani? Tumieni akili. Yaani saa nyingine naonaga kwenye misiba mtu analia mpaka anazimia. Sasa najiuliza, anamzimia, anamlilia nani mpaka anazimia? Yaani wewe unalilia ligogo halina ufahamu, halina akili, halina pumzi, halina uhai, ni ligogo tu limekaa hapo, linaitwa mwili, limekaa kwenye sanduku, na wewe unalilia mpaka unazimia. Kwa wewe na marehemu, mwenye akili ni marehemu kuliko wewe, ni mpumbavu. Kwa sababu unamlilia marehemu ambaye hayuko. Tena wanasema huyu ni mwili wa nani? Hawasemi ni mwili wa John, wanasema ni mwili wa marehemu. Maana yake marehemu huyo marehemu mwenyewe hayuko, ila kilichobaki sasa ni nini? Ni mwili. Sasa unalilia mwili. Wewe baadaye kumlilia marehemu unalilia mwili. Unaona mwili unalia, Mungu wangu, kwa nini umeondoka? Kwa nini umeondoka? Kwa nini umeniacha? Sasa nitaishije mimi? Yaani unaongea kabisa na ligogo, kwa nini nimeondoka? Kwa nini? Ngoja saa nyingine. Mbona alipokuwa hajai kulia mpaka unazimia? Kama kweli una upendo na mtu aliyekufa. Unajua ndio maana saa nyingine ni unafiki mnaofanyaga makaburini. Yaani kwa makaburini mnakwenda kuzikaga ni unafiki mkubwa mnaofanyaga. Yaani mtu akiwa hai uje kulia mbele za Mungu mpaka unazimia ili Mungu amsaidie huyo mtu, amponye huyo mtu, amuokoe kutoka kwenye dhambi. Lakini huyo ambaye ameishi kwenye dhambi siku aliyokufa unalia mpaka unazimia. Wewe ni mnafiki. Amen. Tena wewe ndio mchawi mkubwa. Amen. Ule upendo gani? Yenaona nyie mnaonyesha upendo kwenye maiti. Kwa upendo mlionao ni kwenye maiti. Ila mtu akiwa hai hamna upendo. Lakini mtu akifa ndio mnaonyesha upendo mpaka mnalia mpaka mnazimia. Kwa nini usingelia? Wewe ulikuwa unamwona anaishi kwenye dhambi. Usingelia mbele za Mungu mpaka unazimia. Mungu anakuona zee. Jamaa amelia leo, anaambia malaika, yani leo nimeshuhudia kituko kule duniani. Jamaa amelia kwa ajili ya fulani tumwokoe kwenye dhambi mpaka amezimia. Mpaka anapepewa na kudada, anapepewa na nguo. Yaani amelia kwa ajili ya fulani. Unafanyaga? Lakini huyo akifa unalia. Wewe ni unafiki, acheni unafiki. Lieni kwa ajili ya watu walio hai. Mbele za Mungu lia mpaka unazimia. Mungu ajue kwamba kweli unampenda huyo mtu. Unapenda Mungu ingilie kati maisha ya mtu. Lia na kulia mbele za Mungu. Lakini sio mtu amekufa. Kwa sababu machozi yako unayolia
kilio chako unacholia, kujigaragaza chini mtu anapokufa, haisaidii kwamba atarudi. Ameshaondoka. Kama huku msaidia alipokuwa hai, hiyo imeshatoka, hatarudi tena. Amen. Kama unanielewa? Amen. Kwa maana siku moja nikuuliza kwenye mitandao, kwa nini mtu akifa mnalia? Afu watu wengi wakasema, mtumishi wewe una maana gani? Wewe unataka tusilie kwenye misiba? Nikasema mimi sijasema msilie kwenye misiba. Mimi nina tafsiri kubwa sana ninayoongelea. Haleluya. Amen. Mwenye masikio anasikia. Amen. Hiyo imeingia. Amen. Hiyo imeingia vizuri sana. Hebu twende tumalizie pointi hii. Twende kwenye eneo lingine. Kitabu cha Ibrania sura ya 9. Kwa hiyo kifo cha Yusufu kiligeuza maisha ya nani? Ya wana wa Israeli. Haleluya. Haleluya. Kwa kifo cha mtu kinaweza kikageuza maisha yenu kuwa mazuri au kuwa nini? Siku moja wakati niko kule Mbeya, kakaja katoka moja ka shule. Kakaniambia, mtumishi, asingekufa baba, tusingekuwa na maisha. Singeteseka kama ninavyoteseka leo. Kwa kifo cha baba yake kimepitisha kitu ule mtoto mpaka analaumu kwa nini baba amekufa. Usilie tu. Ngoja nikuonyeshe. Waebrania sura ya 9, mstari wa 16 mpaka wa 17. Waebrania 9:16 mpaka 17. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotokea kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Narudia tena. Maana agano la urithi, hebu sema agano la urithi. Agano la urithi. Nasikiliza. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Iwepo nini? Mauti, maana yake kifo. Haleluya. 17. Kwa maana agano la urithi lina nguvu. Hebu sema lina nguvu. Lina nguvu. Hebu sema lina nguvu. Lina nguvu. Kwa nini anasema lina nguvu? Palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Agano la urithi inakuwa na nguvu mtu anapokufa. Akiwa hai halina nini? Nguvu. Maana yake ni nini? Ninachotaka uelewe. Mtu anayekufa akiwa chini ya agano, kuna vitu vya urithi vinavyoachiliwa kwa watu wanaobaki. Tunaelewana? Kwa maana Biblia inasema agano la urithi lina nguvu panapotukia kufa kwa nani? Kwa mtu. Nataka nikuulize swali tunapoelekea pointi kuangalia eneo la 5. Nataka nikuulize swali. Wale watu waliokufa kwenye familia zenu, mmepokea vitu gani vya urithi kutoka kwa yule mtu aliyekufa? Mlirithi nini? Biblia inasema agano la urithi halina nguvu yule aliyelifanya akiwa hai, lakini linakuwa na nguvu yule aliyelifanya anapokufa. Je, kwenye familia yenu mmerithi nini? Watu waliokufa kwenye vifo vyao kulipita vitu gani? Sasa wewe fikiria, anakufa mtu kwenye familia chini ya agano la miungu, na huyo anayekufa maisha yake ni umaskini na ufukara, alafu anakufa akiwa ndani ya agano la miungu migeni. Unajua mnachorithi? Biblia inasema agano la urithi. Unajua mnachorithi kwa huyo mtu? Mnarithi maisha yake ya umaskini na ufukara. Okay. Kwa mfano, akifa mtu kwenye familia chini ya ugonjwa wa kisukari. Sikiza kwa makini. Chini ya ugonjwa wa nini? Kisukari. Wa kisukari. Na ule kile kisukari si ugonjwa kama ugonjwa wa kawaida. Ni ugonjwa wa kisukari wa kiroho. Tunaelewana eh? Tunajua kuna magonjwa ya kiroho ambayo hayasikii dawa, hata mkitibu hayafanyeje? Hayaponi. Kwa akafa na ugonjwa wa kisukari. Lakini yule anayekufa yuko chini ya agano la miungu migeni. Biblia inasema agano la urithi linakuwa na nguvu panapotukia kufa kwa huyo mtu. Kwa anapokufa na ule ugonjwa wa kisukari, alafu nyie hamjapangulu ugonjwa wakati anakata roho kupangua ugonjwa aliyokufa nao, aondoke nao ule ugonjwa, msije mkaurithi. Sikiliza, yule atakufa kweli, lakini baada ya muda mnaanza kurithi ugonjwa wa kisukari. Ndio nakuta anasema
kwenye familia yetu tuna ugonjwa wa kurithi. Ngoja hamjuagi. Tena mnasemaga hivi, tuna ugonjwa wa kurithi. Babu alikufa nao, bibi alikufa nao, kaka alikufa nao, si nani alikufa nao. Alikufa kwa nini? Kwa ugonjwa wa pressure. Alikufa kwa nini? Kwa ugonjwa wa pressure. Kwa kila mtu anayekufa kwenye familia au kwenye ukoo anakufa na ugonjwa wa nini? Ambao ni ugonjwa wa nini? Wa kurithi. Unapita wapi? Kwa nini umekuwa na nguvu? Kwa sababu kila anayekufa akiwa ndani ya agano, mnarithi ule ugonjwa, mnarithi maisha yake. Okay. Unajua kwa nini watu wengi sana mnaotaga ndoto za watu waliokufa? Alafu yule mtu anakufanyia nini? Saa nyingine unaota ndoto mtu aliyekufa anakupa nguo. Unaelewa maana yake? Unaelewa maana yake akikupa nguo? Elia wakati anaondoka kupaa alikuwa na Elisha. Wakati Elisha akamwambia Elia, nipe roho yako, nipe sehemu ya nini? Ya roho. Akamwambia lakini nikiniona nikipaa utapata. Sasa angalia, alipata wapi Elisha roho ya Elia? Kwenye vazi la Elia. Kwa alipopokea vazi la Elia, akapokea roho ya nani? Ya Elia. Kwa hiyo ukimwota mtu amekufa, alafu yule aliyekufa anakuja kwenye ndoto, anakupa nguo, maana yake anahamisha maisha yake aliyokuwa anaishi kabla ya kufa, anayahamishia kwako. Na baada ya muda kaangalie, utaishi kama marehemu. Ndio maana nasema, yani hatujajua, yani tangia yule mtoto mama yake au baba yake amekufa, maisha yake yamebadilika kabisa. Anaishi kama mama yake, anaishi kama baba yake. Sema hivi tuelewe, agano la urithi. Aliyekufa amekufa chini ya agano la ipi? Amekufa chini ya agano la nani? Au Mungu au shetani? Nani aliyetumia kile kifo cha yule mtu? Anapitisha kitu gani cha urithi kupitia kifo chake? Yeye mtabaki kulia, lakini kuna vitu vya urithi taanza kupokea. Taanza kupokea. Taanza kupokea. Taanza kupokea. Baada ya muda mnajikuta maisha yenu yanabadilika. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna uchumi unapitia kwenye maisha yako. Huo uchumi umepita kwenye kifo cha mtu na merithi huo uchumi. Sasa ili kupambana nao, lazima uende kwenye mlango wa kifo cha yule mtu, ukafunge hiyo roho ya uchumi, au ukafunga hayo maisha ya uchumi yaliyopita kwake, ili asiendelee kuwazuru. Eneo la 5. Si kama tunaelewana? Naweza tuka sehemu. Kuna vitu vingi sana hapa, kwa sababu sio somo langu sana, sikutaka kuingia kundani, na kwa sababu tunakimbizana na muda. Lakini angalau tu uelewe kwamba kifo cha mtu anayekufa ndani ya agano kinaachilia vitu kwa watu wanaobaki. Haleluya. Haleluya. Ndio maana hakikisha jambo hili. Ngoja nikusaidie. Mtu anapokufa, wakati watu wengine wanalia huyo kwa ajili ya mtu, wewe jitenge, ingia kwenye ulimwengu wa roho, pangua kila kitu ambacho shetani na ulimwengu wa giza una miungu watakipitisha kwenye mlango wa kifo chake. Funga huo mlango kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Iachilie damu ya Yesu hapo iweze kuchuja nini cha kupita na nini ambacho hakiruhusiwi kupita kwenye maisha yenu mnaobaki, ili ule mlango usipitishe vitu vikaja kuwatesa kwenye maisha yenu. Ni uamuzi wako. Lakini kama na wewe utaamua kubaki tu kulia, haya lieni kama Biblia, kwa sababu nasema Biblia inasema lieni na wanaolia. Haya, yeye lieni. Mimi sijakataza kulia. Biblia inasema lieni. Lieni. Mimi sijakwambia usilie, lakini lia kwa nini? Kwa akili. Haleluya. Lia, lakini kuna vitu unafanyaje? Unatengeneza. Haleluya. Unatoka huko umeshamaliza kutengeneza na unaanza kulia. Nasema kumbe tuko naye kwenye kilio, lakini tayari ulikuwa mahali umeshamaliza kazi. Haleluya. Au unakaa nao unalia na unachomoka hapo, unaenda kujificha mahali. Unapiga bombe yako dakika 5 dakika 10, unafichilia damu isikunywa mlango. Alafu unarudi kuendelea nao. Uwe na akili. Biblia inasema kweli wajanja kama nani? Kama nyoka, muwe wapole kama hua, lakini muwe wajanja kama nani? Kama nyoka. Sasa unakaa tu kama kobe. Sasa kwa mjanja kama nani? Kaka. Kama simu jue hapa nifanye nini ili kupambana na hiki kitu
Aisee, kikaleta hasara kwa sababu wengine waangalia tu, hawaelewi kwamba kifo ni mlango. Sasa wewe ambao una ufahamu, tumia ufahamu wako kuwasaidia na ndugu zako. Eneo la 5 linaweza likakuamisha kiuchumi ni hili: uchumi wako kukwamishwa. Eneo la 5, uchumi wako kukwamishwa na misingi mibovu kwenye uzao wenu. Eneo la 5, uchumi wako kukwamishwa na misingi mibovu kwenye uzao wenu. Uchumi wako kukwamishwa na misingi mibovu kwenye uzao wenu. Haleluya. Hebu sema misingi mibovu ya uchumi. Haleluya. Kuna watu mmekwama kiuchumi, lakini kinachowakwamisha ni nini? Ni misingi mibovu ambayo iko kwenye nini? Kwenye uzao wenu. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Sasa tukimbia kidogo, kuna mistari michache hapa nikupitishe, alafu tuende kwenye maombi. Mathayo sura ya 7 mstari 24 mpaka 27. Basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Hebu sema mwenye akili. Mwenye akili. Okay. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila sikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Hebu sema mpumbavu. Okay. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Hapa kuna misingi mingapi? Miwili. Msingi uliojengwa kwenye mwamba na msingi uliojengwa kwenye mchanga. Aliyejenga kwenye mwamba anaitwa mwenye akili. Aliyejenga kwenye mchanga anaitwa mwenye pumbavu. Kwa hiyo unaweza ukajenga nyumba kwa kutumia akili au ukajenga nyumba kwa kutumia nini? Upumbavu. Yeye mliojenga nyumba, wangapi hapa mmejenga nyumba? Niwaulize swali. Ile nyumba uliojenga, ulijengaje? Kwa kutumia akili au kwa kutumia upumbavu? Hapa Yesu anasema ujenzi wa nyumba unahitaji nini? Akili. Sasa ina maana nyingi sana. Sitaki kufundisha jinsi ya kujenga nyumba kibiblia. Ningekuwa hapa ningekufundisha. Nairobi nilieleza swala la nyumba kwa undani kidogo, na bado ni somo pana sana. Na muomba Mungu anijalie nipate angalau semina za kufundisha wiki nzima jinsi ya kujenga nyumba kwa kanuni za ufalme. Wengi mnajenga nyumba kwa kanuni za ulimwengu wa mwili. Kosa kubwa sana. Ukishaokoka na ukiwa mtoto wa Mungu, unatakiwa ujenge nyumba kwa kanuni za ufalme wa Mungu. Amen. Wengi hamjui kwamba kwenye ufalme wa Mungu kuna kitu kinachoitwa ujenzi wa nyumba. Kwenye ufalme wa Mungu kuna kitu kinachoitwa ujenzi wa nyumba. Amen. Lakini kaangalie, ujenzi wa nyumba mnatumia kanuni za wanadamu. Hamwendi kutumia kanuni za Mungu. Utasema kwenye ujenzi Mungu anasemaje? Kwani Biblia inasemaje kwenye Zaburi? Bwana asipojenga nyumba. Kwa hiyo Mungu ni nani? Ni mjenzi wa nini? Kwa anazo nini? Kanuni zake za nyumba. Kwa wewe ukiwa mtoto wake, unatakiwa uende kuchukua kanuni zake. Mungu anaruhusije watu wake ajenge nyumba? Ningekupitisha kwa mistari mingi sana. Kwa sababu ujenzi wa nyumba una vipengele vingi sana. Unaangalia mahali unapojenga nyumba kiwanja. Kuna vitu vya kuangalia. Nani anayokujengea nyumba? Sio kila mtu akumleta kujenga nyumba. Sio kila mtu akumleta kujenga nyumba. Amen. Kwa sababu wewe unapookoka ni kuhani. Na kuhani nyumba anayoishi sio nyumba ya kawaida. Unanielewa? Amen. Kwa sababu Biblia inasema Ufunuo alitununua kwa damu yake, akatufanya kuwa wafalme na nini? Na makuhani. Kwa kila aliyeokoka kwenye ulimwengu wa roho ana nafasi ufalme na nafasi ya nini? Ya kuhani. Sasa kaangalia, umeokoka unajenga nyumba kama wanadamu wengine. Kosa. Amen. Sio kila mtu anaweza kumleta kujenga nyumba.
Siku moja wakati niko kule Ngara, mkoa wa Kagera, nikawa nafundisha kwenye familia moja. Nilikuwa naongea naye kwenye swala la kujenga nyumba. Nikampitisha yule mama. Nikamwambia ukimuita mafundi kuja kujenga, unawezaje ukaombea mafundi wanaojenga nyumba? Ili kama kuna vitu wamevibeba, wasiviachilie kwenye nyumba yako. Sasa wewe unaleta tu kila mtu, hata kumwombea fundi umwombeaje, kumwombea kibarua umwombeaje? Wewe unajua mtu uko chini ya ufalme wa nani? Huyo mtu yuko chini ya miungu gani? Miungu gani inayomtumikisha? Anashika matofali, mikono ile inamilikiwa na miungu. Mchanga anaoshika mikono inamilikiwa na miungu. Kwa hiyo nyumba yako tayari akijenga, tayari ile nyumba iko chini ya miungu, kwa sababu tayari inakuwa najisi. Biblia inasema hivi, mtu aliye najisi, hata kitu anachokigusa kinakuwa najisi. Ndio Biblia inavyosema. Amina. Na mtu aliye mtakatifu, hata kitu anachogusa kinakuwa kinabeba roho ya nini? Ya utakatifu. Sasa wewe ni mlevi, ndio unampa mlevi ndio unampa nyumba ya kujenga. Akitoka hapo kimpa posho ya siku, huyo kilabuni. Akirudi kilabuni anaimba barabara, mimi ndio tajiri kwenye kijiji, mimi ndio wote ni wachinga kwenye kijiji, anatembea huko na huko. Na huyo ndio mjenzi. Asubuhi unamwambia, fundi wangu, umemkaje? Nimemka salama. Naomba leo tena usienda kuja kujenga. Ndio, anakuja. Jana amelala kwenye nini? Pombe. Kwa yuko chini ya roho ya nini? Ya ulevi. Alafu anakuja kukujengea nyumba. Ona leo maana yake. Alafu unahama kwenye nyumba, hata kutakasa nyumba ujui, kukomboa nyumba ujui, kuiweka au kufanya nyumba ujui, unakaa tu kule. Matokeo yake nyumba imebeba roho ya ulevi. Baada ya muda mnaanza kuwa walevi. Mbona tena zamani hatukuwa walevi? Pengine tumeingia hapa, mbona mume wangu amebadilika amekuwa mlevi? Mbona watoto wangu kula leo hapa na shida? Walipoingia hata watoto wangu ameshaanza tabia. Tabia imeingia kwa sababu watu wale kujengea nyumba alikuwa na roho gani? Kwani Biblia inasemaje kwenye Walawi? Anasema kuhani akienda kwenye nyumba ya mtu aliye na ukoma. Kwa hiyo nyumba inaweza ikabeba ukoma, inaweza ikabeba roho. Kibibilia nyumba inaweza ikabeba roho. Sasa wewe unampa tu mtu, kila mtu akujengea nyumba. Yule mtu uko chini ya roho ipi? Ile mikono yake imebeba roho gani? Anamilikiwa na miungu gani? Hata kuomba uombee mafundi, unachojua tu ni kuwapa ugali wa mchana. Ili wawe na nguvu ya kukujengea. Haya, endelea tu kuwapa ugali wa mchana. Haleluya. Kwa hiyo hapa Yesu anasema, tusogee, naona dakika zinakimbia. Anasema mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya. Nataka nikuulize swali. Wewe uchumi wako kwenye ulimwengu wa roho umejengwa juu ya msingi gani? Muulize mwenzako, uchumi wako. Nimesema muulize, mwambie uchumi wako umejengwa juu ya msingi wa nani? Umejengwa juu ya msingi wa nani? Leo si unalia tu alingome uchumi. Nataka nikuulize, uchumi wako umejengwa juu ya msingi wa nani? Hapa Yesu anasema huyu mtu kwa sababu nyumba yake amejenga juu ya msingi wa mwamba, hata mafuriko yakija, pepo zikivuma, ile nyumba haianguki. Kinachofanya nyumba isianguke ni msingi uliotumika kujenga nini? Nyumba. Tuko pamoja? Sasa ngoja tupite kwenye mistari kadhaa inayoeleza kwa habari ya misingi ili ulione jambo hili. Haleluya. Amen. Hesabu sura ya kwanza mstari wa 18. Hesabu sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, Hesabu 1:18, nao wakaukutanisha mkutano mzima siku ya kwanza ya mwezi wa pili, nao wakaonyesha ukoo wa vizazi vyao. Hebu sema ukoo wa vizazi. Okay. Shika hilo neno ukoo. Twende Kutoka 20 mstari wa 3. Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 anasema hivi. Kutoka 20 mstari wa 3 anasema, usiwe na miungu migeni. Kwa nini Mungu amekataza mtu kuwa na miungu migeni? Kwa hiyo mnapokuwa mnaabudu miungu migeni, kumbuka pointi ya jana, viwakilishi vya nini? Vya uchumi. Si nakumbuka jana tulizungumza viwakilishi vya uchumi. Kwa hiyo mtu anapo
enda kuabudu miungu migeni, alafu akabeba viwakilishi vya uchumi akavipeleka kwenye miungu migeni, maana yake uchumi wake na wa uzao wake ameujenga juu ya misingi ya nini? Ya miungu. Kwa hiyo uchumi wake na uchumi wenu utaongozwa na msingi wa miungu. Kwa hiyo sasa fikiria jambo hili. Baba yako aliyekuzaa alipeleka pesa, alipeleka mifugo, alipeleka mazao kwa mganga wa kienyeji. Tuko pamoja? Kwa vile alivyovipeleka ni viwakilishi vya nini? Vya uchumi. Kwa amepeleka kule, maana yake ni ishara ya kwamba uchumi wenu, uchumi wa kwake na wa uzao wa kwake anaujenga juu ya misingi ya nini? Ya miungu. Alafu wewe unatungishwa mimba kwenye familia, unazaliwa kwenye familia, unakuwa kwenye familia. Baada ya muda ukaokoka, ukasikia injili ya Yesu Kristo, ukaamua kuokoka kumpokea Yesu Kristo. Lakini baba yako aliyekuzaa, msingi wa uchumi wa familia uliozaliwa uko juu ya miungu migeni. Alafu ukazaliwa kwenye familia, ukaokoka vizuri sana, lakini hujavunja misingi ya miungu iliyosimamia uchumi wenu. Alafu wewe uko huku kwa Yesu, unataka ufanikiwe kupitia ufalme ulioko, lakini uchumi wako, msingi wa uchumi wa familia uliozaliwa ni msingi wa miungu migeni. Na kueleza hivi, ile miungu inayosimamia uchumi wenu kama sehemu ya msingi haitakuruhusu huku uliko ufanikiwe, kwa sababu msingi wa uchumi hauko kwa Mungu wako uliye naye. Msingi wa uchumi bado uko chini ya miungu migeni, kutokana na wazazi wako wameenda kuukabidhi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia mstari mwingine ndio uelewe kwa nini Mungu alisema msiabudu miungu migeni. Angalia Zaburi 11 mstari wa 3. Zaburi 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, maana yake ni nini? Misingi inaweza ikafanyeje? Ikaharibika. Sasa ikiharibika, Biblia inasema mwenye haki. Mwenye haki maana yake ni yule aliyokoka. Atafanya nini? Nikuulize swali. Wewe, je, misingi ya uchumi wa uzao uliotokea haijaharibika? Iko salama? Iko salama mahali ilipojengwa? Sasa wewe umefanya nini? Hapo unafikiri utakuwa na uchumi mzuri? Biblia yenyewe ndiyo inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya. Maana yake mwenye haki atapata nini? Tatizo kwenye misingi iliyofanyaje? Iliharibika. Je, misingi ya uchumi yenu, ya uchumi wenu imejengwa juu ya nani? Ni misingi mizuri au ni misingi mibovu? Na kama misingi ya uchumi wa familia na ukoo wa kwenu ni misingi mibovu, Biblia inasema wewe mwenye haki utafanya nini? Maana liko jambo unalotakiwa. Mungu anakutazama, kuna jambo anataka ufanye kwenye misingi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 12. Kwa maana kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Naomba uelewe, Paulo anaongelea ufunuo mkubwa sana hapa. Paulo anasema mimi kama mkuu wa nini? Wa wajenzi, naliweka nini? Msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Anasema kila mtu aangalie jinsi anavyofanyaje, anavyojenga. Maana msingi mwingine hakuna mtu aweze kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni msingi. Hebu sema Yesu Kristo ni msingi wa kujenga vitu juu yake. Sasa nikuulize swali, ulipookoka ulijenga uchumi wako juu ya msingi unaitwa Yesu Kristo wa uchumi? Je, ulipookoka ulijenga afya yako juu ya msingi unaitwa Yesu Kristo? Je, ulipookoka ndoa yako ulihamisha huko
ukaijenga juu ya msingi unaoitwa Yesu Kristo, je, ulipookoka elimu yako, elimu ya watoto wako ulitoa kwenye misingi ya familia na koo zenu ukaijenga juu ya msingi unaoitwa Yesu Kristo? Je, ulipookoka mifugo yako ulijenga juu ya msingi unaoitwa Yesu Kristo, kuitoa kwenye misingi mibovu ya familia na ukoo ukaijenga juu ya msingi unaoitwa Yesu Kristo? Yesu Kristo ni msingi. Unajua watu wengi wanajua Yesu, mnajua tu Yesu anayeokoa na Yesu anayeponya. Kweli Yesu anaokoa, Yesu anaponya, lakini eneo lingine Yesu analojifunua ni Yesu kama msingi ambao unatakiwa baada ya kuokoka kupokea Yesu, unatakiwa uanze kazi ya kujenga kitu kimoja baada ya kingine, kwa sababu familia uliotokea, ukoo uliotokea, misingi, vitu alivyo vitu, ndoa, elimu, kazi, biashara, mifugo, uchumi na vitu kaza wa kaza, wamevijenga juu ya misingi mibovu ya miungu migeni. Sasa wewe tayari umeokoka, unatakiwa uanze kufanya kazi moja baada ya nyingine, kuhamisha hivyo vitu, kuhamisha afya, kuhamisha ndoa, kuhamisha afya, kuhamisha uchumi, kuhamisha mifugo kutoka kwenye misingi yote mibovu ya kifamilia na kiukoo. Alafu natumia ili andiko la Wakorinto ya kwamba Yesu ni msingi. Unamwambia Yesu, kuanzia leo ninahamisha uchumi wangu uliojengwa na wazazi wangu na ndugu zangu na vizazi kwenye familia na ukoo kwenye misingi ya miungu migeni. Leo ninauhamisha kutoka huko, ninajenga msingi wangu wa uchumi, ninajenga uchumi wangu kwenye msingi wa kwako Yesu Kristo. Kuanzia leo uchumi wangu mimi na uchumi wa uzao wangu na vizazi vyangu utakuwa juu ya msingi wa Yesu Kristo. Sasa wewe unataka Yesu akufanikishe kiuchumi, atakufanikisha kati uchumi wako hapo kwenye msingi wake? Haleluya. Wewe unataka kufanikisha, je, uchumi wako uko kwenye msingi wa nani? Baba, nifanikishe kiuchumi. Msingi huo uchumi umejenga juu ya msingi upi ili Mungu akufanikishe kiuchumi? Yesu Kristo ni msingi. Kwa unapokuwa unatakiwa ujenge maisha yako na kila kitu juu ya msingi unaoitwa Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Na kumbuka msingi unaoitwa Yesu Kristo. Hawezi ukayumba, hawezi ukateteleka. Haleluya. Unapoona kiuchumi unateteleka, unapoona kiafya unayumba, angalia mahali ulipojenga msingi wako, kwa sababu kijenga kwenye msingi unaoitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo, kumbuka, ni mwamba. Haleluya. Nilikusomea Mathayo, anasema yule aliyejenga nyumba juu ya nini? Msingi wa nini? Wa mwamba. Mafuriko, zoruba zilipokuja, nyumba haikufanyeje? Haikuanguka, kwa sababu ya mahali msingi alipojenga nini? Ile nyumba kwenye msingi. Kwa ukijenga maisha yako, ukajenga uchumi wako, afya yako kwenye msingi unaoitwa Yesu Kristo, uweze ukateteleka. Hata kama shetani atakuja kupiga uchumi wako, hataweza kuangusha. Hata nguvu za giza zikija kupiga uchumi wako na afya yako, hazitaweza kuangusha, kwa sababu ya mahali msingi wa uchumi wako ulipoweka. Bwana Yesu asifiwe. Ni uamuzi wako. Angalia mstari mwingine, tukimbie kidogo. Angalia Zaburi 137 mstari wa 7. Zaburi 137 mstari wa 7 anasema hivi: Bwana, uwakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu, waliosema bomoeni, bomoeni hata misingini, bomoeni, bomoeni hata nini? Misingini. Kwa hiyo misingi mibovu unatakiwa ifanyeje? Uibomoe. Hebu nisikilize mimi, tuelewane. Misingi mibovu inayosimamia uchumi wako, inayosimamia maisha yako, lazima ufanyeje? Uibomoe, alafu ujenge msingi mpya unaitwa Yesu Kristo. Angalia Warumi 15 mstari wa 20. Warumi 15 mstari wa 20. Warumi 15 mstari wa 20 anasema hivi. Warumi 15:20 anasema, Warumi 15:20, kadhalika nikijitahidi kuihubiri Injili, nisihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine. Hebu sema kujenga
Jenga. juu ya msingi Juu ya msingi wa mtu mwingine. wa mtu mwingine. Nataka nikuulize swali. Wewe uchumi wako umejenga juu ya msingi wa nani? Wa Yesu au juu ya msingi wa baba yako? Paulo anasema nisije nikajenga msingi juu ya mtu, kwa lazima atengeneze msingi wa kwake. Haleluya. Haleluya. Wewe kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la afya, afya yako na uchumi wako umejenga juu ya msingi wa nani? Msingi wa Yesu Kristo uliye naye au msingi wa baba yako? Na baba yako, kama ni baba yako amejenga msingi uchumi kwenye msingi gani? Haleluya. Haleluya. Mama mtume juzi alikuwa anaongea jambo fulani, na wengi mnalifanyaga. Alienda mahali fulani kwenye maombi, akaambiwa jiunganishe na uchumi wa familia. Jiconnect. Sisi nasemaga na jiconnect na uchumi wa familia. Wewe unajua uchumi wa familia kwani amejenga wapi? Msingi gani? Alafu unaenda kwenye mwembe na kwambia jiunganishe na uchumi wa familia. Jiunganishe wewe kwa jina la Yesu. Najiunganisha na uchumi wa familia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Okay, swali liko hapa. Uchumi wa familia kwani umejengwa juu ya nani? Sasa ifikiria, uchumi wa familia kwenu umejengwa juu ya miungu. Ama najiunganisha uchumi wa familia. Kwa hiyo kitendo cha kusema hivyo, unajiunganisha kwenye nini? Kwenye miungu mingine. Miungu inasema amejileta, amejiunganisha, hatukumfuata yeye mwenyewe amekuja. Haleluya. Haleluya. Kwa nini siseme kwamba jiunganishe na msingi wa Yesu Kristo au na utajiri wa Yesu? Kama familia na utajiri, huo si utajiri wa familia. Haleluya. Je, ushikufanya upelelezi kujua familia yako umepataje utajiri? Msingi utajiri wenu unatokea wapi? Sasa fikiria, ndugu yako kule kwenye familia akapata utajiri kwa kumwaga damu za watu, kutoa makafara. Ndio akapata utajiri, mashetani akapata utajiri. Alafu unaenda kwenye maombi anakuambia jiunganishe na uchumi wa familia. Lakini wewe mwenyewe unaelewa kwenye familia huyo ambaye ana uchumi ambao mnasema familia yako tunamshukuru Mungu tuna kazi nzuri uchumi, amemwaga damu za watu, anatoa makafara. Alafu na mimi najiunganisha huko. Kama na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Siku ya kwanza nilikusomea ndani ya Yesu kuna utajiri usiofanyeje? Haleluya. Haina haja ya kujiunganisha na utajiri wa familia. Jiunganishe na utajiri ulioko ndani ya Yesu. Kwa sababu kwa kwenye familia kuna maozo mengi. Kwenye ukoo kuna matakataka mengi yaliyoko kwenye uchumi. Kwa nini usijiunganishe na Yesu wako uliyempokea ndani yako? Yeye Yesu ndani yake ana utajiri. Jiconnect na Yesu kwenye utajiri wake. Ili sasa uchumi wako kwenye msingi ulio bora, msingi mtakatifu unaitwa Yesu Kristo. Sijakuambia kama usijiconnect, wewe endelea kujiunganisha. Mimi shida yangu si utajiri. Shida yangu msingi wa uchumi msingi wa uchumi wa familia kwenu. Huo msingi umejengwa juu ya nani? Haleluya. Umejengwa juu ya nani? Angalia Luka 6:48. Tusogee mbele tunapoelekea kwenda kumshukuru Mungu. Luka 6:48. Luka 6:48 anasema hivi: mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa kwa kuwa imejengwa vizuri. Mto ulipokuja ulishukia nyumba, lakini nyumba haikuweza kufanyaje? Kutikisika. Haleluya. Ukitaka uchumi wako usitikisike, ukitaka afya yako isitikisike, jenga juu ya msingi wa nani? Jenga juu ya msingi wa nani? Wa Yesu Kristo. Tumalize mstari wa mwisho. Ufunuo 13 mstari wa 8. Ufunuo 13 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa ngapi? Wa 8. Ufunuo 13:8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Haleluya. Amen. Kwa hiyo damu ya Yesu ni msingi. Tunaelewana? Damu ya Yesu ni nini? Ukijenga uchumi wako juu ya Yesu,
maana yake umejenga juu ya damu yake. Sasa nikuulize swali, mahali ilipo damu ya Yesu, pepo linaweza likaingia? Mzimu unaweza ukaja? Roho za magonjwa zinaweza ikaja? Utajua msingi wako umejenga wapi. Ukijenga msingi wako kama Paulo alivyosema, hakuna msingi mwingine uliowekwa zaidi ya msingi unaitwa Yesu Kristo. Ukijenga uchumi wako, ukajenga afya yako, ukajenga ndoa yako, ukajenga uchumi, ukajenga elimu, chochote kikijenga juu ya msingi wa Yesu Kristo, shetani hata akijaribu kupiga hicho kitu hakitatikisika, hakitaharibika, hakitaanguka. Unapoona unaanguka kiuchumi na kusimama, angalia mahali ulipojenga msingi. Ukiona maisha yako kuna maeneo unapanda na kushuka, angalia wapi umejenga msingi. Yesu Kristo ni nani? Ni msingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fumba macho yako. Fumba macho yako. Baba, nakushukuru. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umesema nasi jioni ya leo kwa habari ya vitu vinavyotukwamisha kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Mungu, katika damu ya Yesu ninasogea mbele zako kama kuhani, nikiomba toba, nikiomba rehema juu ya wanao hawa wa kike na wa kiume. Uwarehemu wao, usamehe familia zao, usamehe koo zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayerehemu. Asante kwa kuwa ni Mungu unayesamehe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama kwa miguu yako, kuja kiti chako. Kuna eneo moja tu nataka tukashirikia, eneo la kurisi vitu kutoka kwa mtu aliyekufa. Eneo la msingi tutalishughulikia kesho. Haleluya. Amen. Sababu kesho tutaje kwenda kujenga msingi. Haleluya. Tunaenda kushughulikia misingi, tunapoenda kujenga msingi. Nikachache tu, ndio. Kwa sababu tunaenda kushughulikia kama kuna vitu, ndio. Kama kuna vitu vya kurisi vinavyokutesa kwenye uchumi na afya yako, ndio tunaingia kwenye hilo eneo. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya damu ya Yesu ikashughulikie kila kitu cha kurisi kinachokutesa kwenye uchumi, kinachokutesa kwenye afya, kilichopita kwenye kifo cha mtu aliyekufa ndani ya familia. Haleluya. Amen. Kumbuka kesho tunaenda kufanyeje? Kuhitimisha. Tunayo mambo mengi sana siku ya kesho. Lazima tuwahi kama ambavyo Mtume amesema, saa 9 hakikisha. Ibada itaanza mapema, sio saa 10 kama tulivyozoea. Ibada itaanza mapema kwa sababu kuna pointi karibia 10 za kukufundisha kanuni za uchumi, za kufanikiwa kiuchumi kibiblia. Kwa hizo zipite, alafu tuje kwenye somo la kuenda kuhitimisha. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kufanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Sadaka yako endelea kukaa nayo kwenye magoti na mbele za Mungu. Haleluya. Hakikisha unatoa kitu ambacho kitakachoridhisha moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo haumpi mwanadamu. Kumbuka pointi ya jana. Kabla ya kuandaa sadaka, jiulize unampelekea nani? Haleluya. Hiyo ni pointi ya msingi. Kabla ya kutoa sadaka, jiulize unampelekea nani, ili uweze kujua nini unachokipeleka kwa huyo mtu kina heshima gani mbele zake. Nyosha mikono yako, utarudia maneno haya. Sema, Mungu Baba, Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya muda huu, kwa ajili ya saa ambayo mbele zako na kwenye mbingu umetoa ruhusa ya mimi kuingia kwenye ulimwengu wa roho, kuleta maombi yangu na kuweza kuomba kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya afya. Mungu Baba, ninasogea kwako
sogea katika damu ya Yesu, unisamehe dhambi zangu na makosa yangu, unitakase kabisa kupitia damu ya Yesu. Ninasimama mbele zako nikiomba toba, rehema na msamaha kwa ajili ya familia na kwa ajili ya ukoo na uzao wetu. Mungu, achilia rehema na msamaha wako kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuja mbele zako siku ya leo, siku ya saba ya maombi haya, neno lako ambalo umesema nasi ya kwamba kifo cha mtu aliyekufa ndani ya familia wa karibu na maisha yangu, kile kifo chake kinaweza kunikwamisha kiuchumi. Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Inawezekana kabisa katika eneo langu la uchumi, eneo langu la afya, kuna vitu nimevisi kutoka kwenye kifo cha mtu aliyewahi kufa katika familia yako na katika uzao wako. Baba, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako linasema katika kitabu cha Ibrania ya kwamba agano la urithi halina nguvu aliyelifanya anapokuwa hai, lakini linakuwa na nguvu anapotokea kufa kwa yule aliyelifanya. Mungu Baba, ulimbariki Isaka baada ya Ibrahim kufariki. Maana yake ni kuna baraka zilikuwa ndani ya Ibrahim ambazo Mungu uliziachilia Ibrahim alipofariki kwa mtoto wake. Inawezekana kabisa kwenye familia na uzao wetu kuna vitu ambavyo Mungu mikeni imeachilia kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la afya, kupitia kifo cha mtu aliyefariki. Tazama, neno lako linaweka wazi ya kwamba wana wa Israeli waliingia kwenye mateso baada ya Yusufu kufariki. Maana yake ni kwamba kile kifo cha Yusufu kilipitisha mateso kwa wana wa Israeli. Hata leo kwenye maisha yangu ninateseka kiuchumi, ninateseka kiafya kwa sababu ya vitu vilivyopita kwenye kifo cha mtu ndani ya familia na ndani ya ukoo. Kwa damu ya Yesu Kristo ninaingia kwenye ulimwengu wa roho, ninafuatilia milango yote ya vifo za watu waliokufa ndani ya familia na ndani ya ukoo. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye huo mlango wa kifo cha mtu yoyote aliyefariki kwenye familia na kwenye ukoo. Huo mlango wake wa kifo ambao miungu mikali unatumia huo mlango kuendelea kuniutesa na kuendelea kuninyanyasa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la afya, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafunga vitu vyote vya kurithi kwenye uchumi, ninafunga vitu vyote vya kurithi kwenye afya vilivyopita kwenye kifo cha marehemu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu Baba, tazama Sulemani alipokufa mtoto wake akapita kwenye adhabu ya kosa kwa baba yake. Inawezekana kuna adhabu inapitia kwenye uchumi, kuna adhabu inapitia kwenye afya kwa sababu ya kosa la marehemu. Hata Daudi alipokalia kiti cha ufalme akajikuta kwenye adhabu kwa miaka mitatu kwa kosa la Sauli. Mungu Baba, ninaomba rehema zako kwa ajili ya adhabu ninazopitia kwenye uchumi wangu na kwenye afya kwa sababu ya kosa la marehemu. Kwa jina la Yesu,
Jina la Yesu. Miungu migeni. Enyi miungu migeni. Enyi miungu migeni. Enyi miungu Nao migeni. ni pesa. Nao ni pesa. Ndio ni kamata. Kwenye eneo la uchumi. Kwenye eneo la afya. Kupitia kifo. Cha mtu aliyefariki. Kwenye familia. Na kwenye ukoo. Sasa kwa jina la Yesu. Ninaondoa kila adhabu ninayopitia kwenye maisha yangu. Kwenye uchumi wangu. Kwenye afya yangu. Kwa damu ya Yesu. Ninang'oa vitu vyote vya kurithi. Uchumi mbaya. Wa kurithi. Afya mbaya. Vya kurithi. Vilivyovirisi kupitia agano la mtu aliyekufa. Ninang'oa kila kitu cha kurithi kwenye uchumi wangu. Kwenye afya yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Enyi miungu. Mliokamata uchumi wangu. Afya yangu. Kupitia agano la marehemu. Sasa ninawaamuru kwa jina la Yesu. Achia afya yangu. Achia afya yangu. Kwa damu ya Yesu. Achia uchumi wangu. Kwa damu ya Yesu. Achia uchumi wangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninavunja vitu vyote vya kurithi kwenye familia, kwenye ukoo, kupitia kifo cha marehemu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mawazo mabaya niliyorithi, akili mbovu nilizorithi, ufahamu mbaya niliyorithi kupitia kifo cha mtu aliyefariki kwenye familia, kwenye ukoo. Ninang'oa na kuondoa hivyo vitu vipofu nilivyorithi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono. Nyamaza kimya. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe nyamaza tu kimya. Kwa jina la Yesu Kristo. Mizimu inayokutesa kwenye uchumi, mizimu inayokutesa kwenye afya kupitia agano la urithi wa mtu aliyekufa kwenye familia, wa mtu aliyekufa kwenye ukoo. Ewe mzimu uliyekaa kwenye uchumi, ewe mzimu uliyekalia afya yake, kwa sababu ulipata mlango kupitia kifo cha huyo ndugu yake, huyo mzazi wake, huyo babu yake, huyo bibi yake, huyo shangazi yake, huyo mjomba wake, huyo mtu aliyefariki. Ukapata mlango wa kuingia hapo na umekamata uchumi wake, umekamata afya yake. Sasa ninaingia kwenye huo mlango wa hicho kifo. Ninafuta uhalali wote wa wewe mzimu na nguvu za giza kukaa kwenye uchumi, kukaa kwenye afya. Ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye huo mlango wa hicho kifo. Naachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye huo mlango, 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 kwenye huo mlango wa kifo cha mtu aliyekufa kwenye familia na ukoo wa kwenu. Naiachilia damu, naiachilia damu, naiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inakutenga na vitu vya kurithi. Chochote kitu cha kurithi kwenye maisha yako ninakufungua sasa kwenye vitu vya kurithi, uchumi wa kurithi, afya ya kurithi. Kuanzia sasa, ewe pepo, ondoka. Fire. Ewe pepo, ewe mzimu, ewe mzimu uliyekamata uchumi wake, uliyekamata afya yake kupitia mlango wa kifo. Sasa ninaachilia moto hapo ulipokaa, na uwasha moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Huo unapita moto, unapita. Fire.
kwenye mlango wa kifo cha ndugu yetu, cha ndugu yetu, funguka damu ya Yesu, fire, 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 kwenye mlango wa kifo, chochote ambacho kimepita kwenye mlango wa kifo, kwa jina la Yesu, chochote ambacho kimepita kwenye mlango wa kifo kwenye maisha yako, kwa damu ya Yesu na kufungua kwenye mlango wa kifo, kwenye mlango wa kifo, funguka kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, chochote kinachofanya kazi kwenye maisha yako kwenye mlango wa kifo na kufungua kwenye huo mlango, kwenye huo mlango, moto, fire, 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 achia na vuta vitu vya kurisi ulivyorisi kupitia kifo cha marehemu, hicho kifo cha marehemu, avuta chochote kile ambacho marehemu amekipitisha kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, fire, kwa jina la Yesu, fire, kwa jina la Yesu, fire, kwa jina la Yesu, fire, 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 kila kitu kilichopita kwenye maisha yako kupitia agano la urithi na kufungua toka kwenye maisha yake, toka kwenye uchumi wake, toka kwenye afya yake, fire, kwa jina la Yesu, fire, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, chochote ulichorisi, chochote kilichopita kwenye mlango wa kifo cha marehemu, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, fire, 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 nakufungua kwenye agano la urithi, kwenye agano la urithi, funguka, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwenye mlango wa kifo, kwenye mlango wa kifo cha ndugu yako, chochote kilichopita kwenye maisha yako, kilichopita vitu vya kurithi vilivyoingia kwenye maisha yako kupitia mlango wa kifo na kufungua, na kufungua kwa damu ya Yesu, funguka, fire, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, funguka, na kutoa kwenye vitu vya kurithi, kila kitu cha kurithi kilichopita kwenye maisha yako kupitia mlango wa marehemu, kupitia mlango wa marehemu, haya na kuchomoa, vinaondoka moto, kwa jina la Yesu, fire, watendakazi wako wapi? Fire, kwa jina la Yesu, na kufungua kila kitu kilichopita kwenye maisha yako kupitia kifo cha marehemu, funguka, fire, huo mlango wa marehemu uliingiza vitu kwenye maisha yako, funguka, fire, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, funguka, kwa damu ya Yesu Kristo, funguka, kwa damu ya Yesu Kristo, na kufungua kwa damu ya Yesu,
Kwa damu ya Yesu. Funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Funguka, damu ya Yesu. Funguka, damu ya Yesu. Funguka, funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Funguka, funguka, funguka damu ya Yesu. Chochote kilichoingia kwenye maisha yako kupitia mlango wa marehemu na kufungua na kufungua na vitu vya kurisi, vitu vya kurisi viondoke kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, na kufungua inaua kila kitu cha kurisi kwenye maisha yako, naua kila kitu, naua kila kitu. Fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaachilia damu yako ya agano jipya initenge na urisi mbaya na matatizo na mikosi na maisha mabaya niliyorisi kwenye mlango wa marehemu. Chochote kilichokuwa kinafanya kazi kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, kwenye maisha yangu, kilichopita kwenye mlango wa mtu aliyefariki kwenye familia, kwenye ukoo, ninaua hivyo vitu kwa jina la Yesu. Ninaua hizo mbegu kwa jina la Yesu. Ninaharibu huo urisi wa miungu mikeni, huo urisi wa maisha mabaya. Ninaua kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu iweze kukomboa afya yangu, iweze kukomboa uchumi wako kwa jina la Yesu. Nyosha mikono. Baba, naiachilia damu ya Yesu kama kuhani kwenye uchumi, lango la uchumi la huyu mama, la huyu baba, la huyu binti, la huyu kijana. Naiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hilo lango, kwenye hilo lango la uchumi na afya, lango la uchumi na afya. Damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Yesu, shagano chini, damu ya Yesu, shagano chini, inaingia kwenye huo mlango, mlango wa uchumi, mlango wa afya. Hiyo damu inaondoa agano na urisi, inaondoka kwenye uchumi wako, kwenye afya yako, damu ya Yesu inaingia, inapita, naiona damu ya agano chini, damu ya Yesu na agano chini imeshaingia kwenye uchumi wako, kwenye afya yako, inaua hayo maagano uliorisi kwa huyo marehemu, hayo maisha uliorisi kwa marehemu. Damu ya Yesu inaua hayo maisha, yanakufa hayo maisha ya maskini, hayo maisha ya magonjwa, tunavua hilo vazi. Yes, maisha vazi ulilopewa na marehemu, vazi. Wewe nyosha mikono yako. Yes. Kuna watu wamepewa vitu na marehemu, mavazi na marehemu. Yes. Umemwota mtu amekufa, amekupa vazi. Ndio. Haya, ewe vazi, uliyekamata uchumi wake, uliyekamata afya yake, haya hilo vazi tunalichana. Hilo vazi la magonjwa, vazi la maskini linaondoka. Hilo hapa kuna roho ya kensa inapita na mama yake alishakufa. Yes,
hiyo roho ya kensa, magonjwa yanayopitanga magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, haya magonjwa ya kurisi, uliyekaa kwenye mifupa, uliyekaa kwenye figo, uliyekaa kwenye figo, uliyekaa kwenye figo, kwenye maini, hayo magonjwa ya kurisi, hayo yanaondoka, yanaondoka damu ya Yesu. Moto 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 moto, unaondoka kurisi, kurisi, hayo magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, tunakufungua kwa damu ya Yesu. Kwenye magonjwa ya kurisi, kwenye magonjwa ya kurisi, hayo yanaondoka, zinaondoka, hizo roho za magonjwa zinaondoka, zinakuachia, 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 zinakuachia. Fire 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 fire. Magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, fire fire fire. Tunaficha magonjwa, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, tunashiria moto, tunashiria moto, hayo magonjwa, 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 hayo magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, tunaficha magonjwa ya kurisi, familia, kwenye familia, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi, yanaondoka, yanaondoka, fire 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu inakufungua, magonjwa ya kurisi yanaondoka, 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 yanakuachia, yanakuachia. Hayo magonjwa, hayo magonjwa uliyopotoka kwa baba yako, familia yako, hayo magonjwa ya kurisi, hayo magonjwa ya kurisi, unaondoka, achia uovu, nasema achia, achia uovu, kuna mtu kashikwa mkono na mtu aliyekufa kwenye ndoto. Ndio. Na tangia hapo kazi zako, kile unachokishika, Yes. kile unachokishika Ndio. hakikuingizii faida. Ndio. Haya haya, Mkono wa mtu aliyekufa, mkono wa mtu aliyekufa ndio unaondoka, ndio kushika, ndio tunaukata, tunaukata, nakata, nakata, nakata. Haya mkono, haya marehemu, huo mkono wa mtu aliyekufa aliyekushika, aliyekushika, chochote alichokiachia kwenye maisha yako kupitia mkono wako, tunavunja, tunavunja, tunavunja huo mkono, mkono unavunjika, 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 unavunjika. Fire 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 fire. Huo mkono unavunjika, huo mkono wa marehemu, huo mkono wa marehemu unavunja kwa damu ya Yesu. Yes. Huo mkono kuachia. Ndio. Kwa maana kile unachokishika kinakufa. Hata ukishika pesa hazizai, kumbe marehemu amekushika. Haya haya, bado kuna mtu amebaki. Ndio. Bado kuna mtu amebaki, Bado. aliyeshikwa mkono na marehemu. Ndio. Kwenye ndoto. Yes. Kwenye ndoto. Haya, huyo marehemu, huyo marehemu, huyo marehemu, huyo mzimu wa marehemu, uondoke, 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 huyo mzimu, huyo mzimu wa marehemu, na upiga, na upiga, na upiga, na upiga kwa jina la Yesu. Ninapiga huyo mzimu, huyo mzimu wa marehemu, huyo mzimu wa marehemu unaoua biashara zako, unaoua kazi za mikono, tunapiga huyo mzimu wa marehemu, uachie kazi zako, uachushe wako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Ngoja. Yes. Ndio. Yes. Mlete huyo dada hapa. Yes. Mlete hapa. Yes. Kuna Huyo. mtu ameshikwa. Huyo. Kuna mwanamke huko hapa. Huyo. Umeshikwa tumbo lako na marehemu. Ndio. Tangia hapo watoto wako wameharibika. Ndio. Watoto wako hawana mwelekeo. Shara basi. Haya. Haya. Huo mkono ulioshika tumbo, huo mkono ulioshika tumbo la uzazi, huo mkono na ung'oa kwenye tumbo la uzazi, na ung'oa huo mkono, huo mkono na ung'oa, huo mkono wa marehemu uliyegusa tumbo lako na kuharibu tabia za watoto wako, na ung'oa, na ung'oa, na ung'oa,
naung'oa mkono huo mkono uachilie uzao wako watoto wako waliofungwa na mkono wa marehemu na wafungua kwa damu Yesu. Sema Bwana Yesu, jioni ya leo ninaondoa mikono ya mapooza. Naondoa roho ya mapooza kwenye mikono. Kuanzia leo mikono yangu haitazaa mapooza. Iangalie mikono yako, usitazame mimi. Sema ewe mikono, kwa ishara ya mkono wa mtu wa ndani, roho ya mapooza kwenye eneo la uchumi, kuanzia leo ewe roho ya mapooza, roho ya kupoteza fedha, roho ya kupoteza, ondoka kwenye mikono hii. Ondoka. Wewe tazama tu mikono yako. Kuna mtu yuko hapa, pesa ikiingia kwake ikae, na mimi ndo naisema na hiyo roho, anza kuondoka. Ondoka haraka, ondoka pale, piga, poka haraka, poka kwenye mikono yako, poka na maneno yako, kimbia, toka, nenda kuzimu kwa mamlaka ya jina Yesu. Toka kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo, toka ndani yake, toka haraka, fanya haraka. Kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, naondoa hiyo roho kwa ndani yake, ndio hiyo angamia kwa jina la Yesu. Pigia Yesu. Ninaamini muda umekimbia kidogo. Wakati kesho saa 9 kamili watakuwa hapo.